Hii hapa ndo ile ramani nzuri ya kisasa yenye jumla ya vyumba vitatu ambayo nilikwambia nitakuletea. Hii ni nyumba yenye jumla ya vyumba vitatu vya kulala, chumba kimoja ni master complete kabisa. Na vyumba vingine viwili ni single kwa maana ni vyumba vya kawaida. Lakini humu ndani kuna sebule kubwa, dining, jiko pamoja na store. Na hili jengo lina upana wa mita 13.6 na urefu wa mita 11.4. Kwa ni jengo ambalo limetawala katika namna ya mapana. Ili jengo bana, kwenye issue ya material hapa utahitaji kutumia jumla ya tofali za blocks 3500, lakini kama utatumia tofali za kuchoma hapa, of course unaweza kutumia jumla tofali ya 13500 zitaweza kutosha kwenye hili jengo. Naweza nikwambie hivyo. Lakini pia kwenye upande wa bati zinaenda 180 za futi 10 na mbao zake za kenchi ni 300 kamili kwenye ujenzi wa hili jengo hapa. Kitu kizuri ambacho naweza kukizungumzia kwenye hili jengo ni namna ambavyo limeweza kupangilika na uelekeo wa vyumba ulipo, kwa sababu nyumba nyingi ambazo tumezoea kuzitazama ni mtu akiingia ndani ataona vyumba vilipo, of course aone watu wakitokea upande fulani, aone vitu vikiwa wazi katika namna fulani. Lakini kwenye hili jengo ni tofauti sana, kwa sababu hata jiko limeweza kutenganishiwa ukuta wenye mlango wa kufunguka kati ya jiko na dining. Kwa hiyo bado hata kama mtu atakuja sebuleni hataweza kuona mlango wa chumba, lakini hata kama ataenda dining bado hataweza kuona chochote, pengine hata kuona mlango wa jikoni au kuweza kuona jikoni kuna nini, bado itakuwa ni kipengele au ni changamoto. Naweza kukuambia kitu kimoja, sawa? Unaweza ukajaribu kufanya mabadiliko kama itakupendeza, au kama utaona sasa hichi ninachokieleza kiweza kikaendana na mahitaji yako. Katika upande wenye mlango wa kutenganisha dining na jiko, unaweza ukaweka dirisha dogo ambalo linaweza kufanya ukapitisha chakula hapo, na ukuta huo ukatumika kama ukuta kuweka makabati ya ukutani kuweza kuhifadhi baadhi ya vitu ambavyo havitatakiwa kukaa store. Hiyo unaionaje? Huo ni ushauri tu, lakini nikukumbusha tu ya kwamba ramani kama hizi zipo nyingi sana, lakini unaweza kuzitazama vipi? Ni rahisi. Tuma message WhatsApp kwenye namba hiyo inaonekana kwenye kioo cha simu yako hapo, ambayo ni 0758 260 690. Namba hii inapatikana WhatsApp muda wote, masaa 24. Kwa hiyo cha kufanya wewe tuma message WhatsApp kwenye namba hiyo hapo. Mimi nitakachokifanya nitakupatia link, na kupitia link hiyo basi utaweza kuingia au kujiunga na WhatsApp channel yetu, na kila tunapokuwa tunaziweka ramani kwenye mitandao ya kijamii utakuwa sehemu ya watu wa kwanza kabisa, au sio? Watu wa mapema, watu wa kwanza kabisa kutazama ramani hizo hapo. Kwa hiyo utajifunza vitu vingi sana, na mara nyingi nimekuwa nawaambia watu au nikiwaasa watu, ni vizuri sana ukajifunza zaidi kuhusiana na ramani za nyumba hata kama hauna mpango wa kujenga leo. Kwa nini? Iko hivi, unapokuwa unajifunza vitu vingi kuhusiana na ramani za nyumba itakufanya uwe na maarifa zaidi, ili siku ambapo utasema sasa nina uwezo au sasa niko tayari kufanya ujenzi, basi vitu vingi au idea nyingi utakuwa nazo kichwani. Lakini pia utajua kwa uwazi kabisa kwamba hitaji lako ni nini. Utahitaji nyumba ya aina gani kwa ujenzi wako, sawa? Na nyumba ya aina gani wewe utaiweza, na nyumba ya aina gani hautaiweza kwa utaiepuka, na ujenzi wa namna ipi utaufanya kwa mbinu zipi kuhakikisha kwamba unajenga mpaka kukamilisha bila kukwama hapo njiani. Umeona yote hayo utayajua kama utakuwa una utaratibu wa kufuatilia ramani za nyumba. Nikukumbushe tu tena na tena, hakikisha umesubscribe katika YouTube channel yetu, na huko pia tunaenda kwa jina hili la Makazi Mpanda. Lakini pia kwa kipekee kabisa usisahau kufollow mitandao yote ya kijamii, kote tunatumia jina moja la Makazi Mpanda. Ni muhimu sana kwa sababu familia inazidi kuwa kubwa sana, na lengo ni kuhakikisha kila wakati tunakuwekea ramani mpya na nzuri za kisasa ambazo zitakubadilishia mawazo na kukuonesha ya kwamba mawazo yako yanaweza kuwa yakaboreshwa au yakaongezewa vitu fulani kupata kitu kizuri zaidi hapo baadaye. Karibuni sana.